السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ndugu yangu Muislam, napenda kukaribisha katika nasaha hizi fupi, na leo hii naomba nizungumzie umuhimu wa kuwalingania watu, wa kulingania jamii tunaowapenda waweze kuifuata la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, akimwelekeza mtume wake sallallahu alayhi wasallama, qala Allahu Ta'ala, qul hadhihi sabili, sema ewe Muhammad, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, nalingania watu wamfuate Mwenyezi Mungu, nalingania watu wamwamini Mwenyezi Mungu yeye peke yake na kutekeleza maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Ala basira ana wa manittaba'ani, nalingania kwa maarifa, ana wa manittaba'ani, mimi na wote wanaonifuata mimi. Kwa hiyo kuwalingania watu kumwamini Mwenyezi Mungu ni kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kazi ya Mtume peke yake tu, bali ni kazi ya wote wanaomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kulingania tu ili mradi, hapana, wanalingania kwa elimu na maarifa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuagiza Muadh ibn Jabal aende kufanya da'wa, akafikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Jambo la kwanza alilomwambia, alimwelekeza awalinganie watu la ilaha illa Allah, wamwamini Mwenyezi Mungu kwanza. Anampatia nasaha zake za mwisho mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, anamwambia Muadhi, innaka ta'ti qauman ahla kitabin, unaenda kwa jamii ya Wakristo, ahlul kitab, Mayahudi na Wakristo waliokwisha kushushiwa kitabu. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi, jambo la kwanza la kuwafikishia shahadat an la ilaha illa Allah, au falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah, iwe jambo la kwanza kuwalingania ni uwafikishie wa muamini Mwenyezi Mungu yeye peke yake na kukufuru vyote vyenye kuabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu. Huu ndio usia wake wa kwanza. Muadhi atakapofika pale alipoagizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza kufikisha iwe ni la ilaha illa Allah. Hii ni dalili ya kwamba la ilaha illa Allah katika kulingania kwetu ndiyo tuipatie kipaumbele, daraja la juu kabisa. Watu waelewe maana ya la ilaha illa Allah. Wakishaelewa maana ya la ilaha illa Allah, tunafuata kuwaelewesha vingine vinavyofuata. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaapa, anasema fa wallahi, katika hadithi nyingine anamwelezea Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, akaapa fa wallahi, na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu, la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan, Mwenyezi Mungu akiongoza kupitia wewe mtu mmoja tu, kwa maana akakufuru vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, na akamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, khairul lak, hilo ni bora kwako wewe, min humrin ni'am, kuliko ngamia wekundu. Ngamia wekundu enzi hizo ndio ilikuwa mali ya thamani sana ikionekana katika jamii. Kwa hiyo wewe Mwenyezi Mungu ikitokea akaongoza mtu kutoka katika ushirikina akaifuata tauhidi sahihi, ni bora kwako wewe kuliko mali yoyote ya thamani unayoiona, unayoijua katika dunia hii. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu,
kipaumbele chetu tujitahidi kuwafundisha watu Uislamu wetu ulio sahihi. Tuwaelekeze watu waache ushirikina, wamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, kwani kufanya hivyo kuna ibada kubwa sana. Kwa sababu mtu akisali sala 5 lakini anafanya ushirikina, haina maana, sala yake haimsaidii. Akitoa zaka anafanya ushirikina, zaka yake haimsaidii. Akipenda wema, akifunga na vyote mambo mazuri katika Uislamu, lakini bado ni mshirikina, hayo yote hayatomsaidia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Acha ushirikina kwanza, kisha shikamana na swala. Lakini ukiwa unasali bado unaabudu masanamu, unaabudu mashaitani, unaabudu majini, unaabudu mizimu na vitu vingine, bado wewe tauhidi yako, bado wewe Uislamu wako, bado wewe imani yako haifai chochote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu unamshirikisha. Ndiyo maana tunasema tuwalinganie watu wajue maana ya la ilaha illa Allah, kisha baada ya hapo tuwafundishe mambo mengine. Wajazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.